Tumemwalika mwenyekiti jukwaa la wachambuzi hapa nchini, lakini pia yeye ni mchambuzi wa siasa hizi za kimataifa, Majid Mjengwa. Karibu kwenye matangazo yetu Mjengwa. Asante sana Neema, shukrani sana. Naam, tumekuwa na mfululizo tangu yalipoanza mapigano kati ya Iran, Marekani, Israel na mataifa haya ya Mashariki ya Kati, tukiangazia yote yanayojiri. Kwa sasa tunajiuliza, kwa nini Iran imeamua kushambulia mji mkuu wa Azerbaijan? Tupo wakati ambao ni wa visasi, tunasikia visasi. Iran katika hali iliyokuwa nayo sasa ya kushambuliwa na hawana cha kupoteza, kujihami. Hii imekuwa moja pia ya mbinu yao ya kusambaza vita. Unapovisambaza vita, umeona ina faida, kwa sababu dunia sasa yote iko kwenye hali ya taharuki. Kuna nchi zenye taharuki ya moja kwa moja kwa maana ya jirani zao, nchi za Gulf, na nchi ambazo zinaweza kufikiwa na makombora ya Iran. Lakini Iran kama mfumo inayo pia wanaitwa wale mawakala proxy, mawakala wa kupambana kwa niaba ya Iran. Vikundi kama Hezbollah na vinginevyo vipo katika ukanda huo. Kwa hiyo ukanda mzima umeingiwa katika hali ya machafuko, hali ya vita, na wanafanya hivyo katika kupeleka machungu, kisasi. Machungu haya sasa yanakuwa ya kiuchumi, ya kijamii, watu wanakufa, na inaweza kapeleka shinikizo kwa utawala wa Marekani na Israel kusitisha mapambano haya ya kijeshi, kama njia ya kutafuta jawabu la migogoro eneo hilo. Kwa hiyo ni njia ya kupeleka machungu ili machungu yale yaweze kupeleka shinikizo la kumaliza vita hivi. Sawa, lakini Mjengwa, tunaona kwamba Iran na Urusi ni marafiki na Azerbaijan ni moja kati ya nchi zilizokuwa Jamhuri ya Kisovieti na hadi sasa ina mahusiano makubwa ya kijeshi na kiulinzi na Urusi. Kwa nini sasa imeishambulia Azerbaijan ambayo ni mshirika wa rafiki yake? Vita vina macho, na kuna sababu nyingi naweza wakawa nazo, lakini tunaona hata Oman ni mshirika, wamekuwa ni taifa ambalo la Ghuba hilo lilikuwa likihangaika sana kutafuta namna ya Iran iweze kutoka hapa ilipo kwa kuwa msuluhishi. Mpaka dakika ya mwisho tukamsikia waziri wa mambo ya kigeni wa Oman akisema kila kitu kimeenda sawa, sasa tumekaa muda mrefu, amani sasa itapatikana, kwa maana wanaenda kusaini. Lakini Marekani kaamua kutumia nguvu za kijeshi na Israel kumaliza kile ambacho kilikuwa kinaonekana kingeweza kuwa suluhisho. Katika hali ya sasa, vingi vinaweza vikatafsiriwa kama vya ajabu. Mwingine hata anashangaa kwa nini mshirika mkubwa wa Iran kwa maana ya Urusi, juzi tu mwaka jana waliingia makubaliano ya mkataba wa kiulinzi, lakini Urusi imekaa kimya kwenye kusaidia kijeshi. Kwa hiyo ni sehemu ya hali ya kivita sasa hivi, ya vita havina macho, na taifa Azerbaijan linashangaza. Tunaona kwa nini wamefanya hivyo. Wakati hayo yote yanaendelea, pia Iran imeonya Umoja wa Ulaya kuwa italipa gharama endapo itaendelea kukaa kimya kuhusu mashambulio yanayofanywa na Marekani na Iran. Kwa onyo hili, unafikiri EU itafanya nini? Hofu imebaki pia hata katika Umoja wa Ulaya. Watalani watasema kwamba sio sawasawa anachokifanya Iran. Lakini Iran hata jana nimesikia kwa juzi hapa, mmoja wa viongozi wake wanasema kwamba mengine yanayotokea hata wao hawana control nao, hawana udhibiti nao, wanaona tu yanatokea huko sehemu nyingine, lakini kwa sababu nchi yao imeshashambuliwa, hakuna mfumo uliokuwa sawasawa wa kiserikali. Msitulaumu. Hao wanaofanya hivyo inaweza kawa ni vikundi vingine vinaojaribu kuitetea Iran. Leo hofu kubwa ya neema ya Ulaya ni pamoja na ugaidi. Tumeona hapo Canada, tayari ukumbi wa disco watu wameshambuliwa kwa risasi, na huyu aliyeshiriki inaonekana ni kijana tu aliyekuwa ana hii sympathy au ana hisia kali juu ya kinachotokea katika nchi ya Iran, na yeye ni Muirani. Kwa hiyo vitendo vya kigaidi vimekuwa ni hofu mpya. Hofu ya ugaidi imerudi tena katika dunia, kutokana na kwamba Iran na watu wengine ambao wako pamoja na Iran wanaweza wakashiriki vitendo ambavyo
ni vya kigaidi. Kwa hiyo Ulaya imeingia kwenye hofu hiyo, dunia imeingia kwenye hofu hiyo. Baada ya haya yaliyoanza, Mjengwa, tumalizie mazungumzo yetu hapo. Haya tunayaona yote yakiendelea, nini pengine hatima yake? Jicho lako la kiuchambuzi linaona nini? Tutafikia wapi? Yani nini kitakachokomea, yani tutakapomalizia kwenye masuala haya? Swali zuri, usingeliuliza hilo Neema, tulikuwa sasa tunaongea tu mpaka mwisho. Ni kweli. Diplomasia, kosa kubwa linalofanyika hapa ni kudhani kwamba nguvu za kijeshi zinaweza zikaleta majawabu ya demokrasia, utawala bora katika nchi. Mimi sijawahi kuona, labda hapo studio mmewahi mfano, mimi sijaona mfano wote wa Marekani katika kuingia kijeshi nchi yoyote duniani wameweza kufanikiwa kurudisha demokrasia, kuanzia Vietnam, kuanzia Libya mpaka Iraq na kwingineko. Marekani hawajawahi kufaulu katika hili. Sasa sioni kama safari hii watafaulu. Tayari tunaanza kuona vikundi vya wanamgambo wa Quds wanashiriki na makundi mengine. Kwa hiyo mwisho unaweza kuwa mbaya sana, vita vyenyewe kwa wenyewe na vikasambaa. Lakini tukiipa nafasi, dunia ikiipa nafasi diplomasia, hiyo inaweza kuwa jawabu. Kwa diplomasia inahusu mazungumzo hayo kwenye meza ili kuyamaliza haya, lakini vinginevyo sioni jawabu la kijeshi linaweza likawa na suluhisho katika mgogoro unaoendelea sasa. Tunakushukuru sana, asante sana Mjengwa, na tukutakia asubuhi njema, majukumu mema pia. Asante sana kwa kunipa nafasi hii. Asante sana. Mwenyekiti jukwaa la wachambuzi nchini, mchambuzi pia wa siasa za kimataifa, Majid Mjengwa. FM kutoka Dar es Salaam.